Katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru, amen. Maneno ambayo Mungu ametupa kuyasimamia ni ile Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6, lakini mstari tutakaokuwa tunakwenda nao hasa ni ule wa 6. Ni ule wa 6, lakini nikusomee hii yote ili tupate tafakari nzuri. Anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Verse 6, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Glory be to God. Ujumbe wetu umebebwa na maneno yanayosema, bonde la uvuli wa mauti linavyokutengenezea msimamo katika imani. Bonde la uvuli wa mauti linavyokutengenezea msimamo katika imani. Bonde la mauti linavyokutengenezea msimamo katika imani. Kumbuka kwenye Zaburi hii ya 23 Mungu ametupa jumbe 4. Ujumbe wa kwanza tulihubiri hapa, maisha katika bonde la uvuli wa mauti. Uko kwenye YouTube, utautafuta kwa wakati wako. Ujumbe wa pili kwenye Zaburi hii ulikuwa unasema uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Ujumbe wa tatu ulikuwa faraja ya Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Na leo tunamalizia ujumbe wetu wa 4 unaosema bonde la uvuli wa mauti linavyokutengenezea msimamo katika imani. Glory be to God. Ndugu zangu, bonde la uvuli wa mauti ni mahali panapokutengenezea maamuzi au msimamo, kwa kuwa ni eneo ambalo mtu analazimika kuamua kwamba atamwamini nani. Kwenye bonde la uvuli wa mauti unalazimika kuamua kwamba utafuata sauti gani, utasimama upande gani wakati wa hatari. Utabadili tabia au utaendelea kuwa mgumu na tabia zako mbovu. Bonde la uvuli wa mauti ni bonde linalokutaka ufanye maamuzi, utengeneze msimamo. Ndiyo maana Mungu akiruhusu bonde la uvuli wa mauti, maana yake anatafuta msimamo wa imani yako kwenye ndoa, msimamo wa imani yako kwenye ujana wako, msimamo wa imani yako kwenye utumishi wako. Akiruhusu tu bonde la uvuli wa mauti, ujue anatafuta maamuzi yako, anatafuta msimamo wako. Ndio maana Daudi alikuwa afanye maamuzi, kuikubali hofu au kufanya nini? Kumwamini Mungu aliye hai. Bonde likamtengenezea maamuzi, akasema sitaogopa mabaya. Mimi ninaamua, ninaweka msimamo wa kumtumaini Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwenye bonde la uvuli wa mauti, huu ni msimu wa giza. Kwenye bonde la uvuli wa mauti ni msimu wa maumivu.
ni msimu wa kujitafakari ambapo inakulazimisha kufanya maamuzi yatakayoamua mwelekeo wa maisha yako kiroho. Bonde la uvuli wa mauti linakutengeneza ufanye maamuzi yatakayotengeneza mwelekeo wa maisha yako ya kiroho kwenye ndoa yako au kwenye ujana wako au kwenye maisha yako. Mwelekeo ambao utakufanya udumu katika mapenzi ya Mungu na si vinginevyo. Watu wengi waliofanya maamuzi wakiwa katika bonde la uvuli wa mauti, kuyatafuta mapenzi ya Mungu na kutengeneza msimamo, walifanya sio wakiwa wanacheka, walifanya maamuzi wakiwa wanalia, kwa sababu bonde la uvuli wa mauti ni bonde la kilio. Ni bonde ambalo kilio ndio kinakulazimisha kufanya maamuzi yanayokutengenezea msimamo kwa habari ya imani yako. Ndio maana muangalie mama mjamzito sana anazaa. Hakuna mama mjamzito anazaa akiwa anacheka. Hakuna. Mama mjamzito anafanya maamuzi magumu ya kusukuma mtoto au aache kusukuma mtoto afe, lakini akiwa analia kwa maumivu mengi, yuko tayari yeye aharibike, lakini kusudi la Mungu la kutoa mtoto litimie. Kwa hiyo kwa maumivu mengi, kwa kilio kingi, anaachilia yeye aharibike, lakini mtoto atoke salama. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyefanya maamuzi ya msimamo kwenye imani yake alifanya akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, alifanya akiwa analia. Yesu Kristo pale msalabani alifanya maamuzi ya kubaki kwenye mapenzi ya Baba yake, akiwa kwenye kilio kikubwa. Anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini akijua kwamba lile bonde la uvuli wa mauti linamtengenezea msimamo, akasema lakini sio kama mimi nitakavyo. Akilia kwa machozi mengi, sio kama mimi nitakavyo, mapenzi yako yatimizwe. Glory be to God. Ayubu alifanya maamuzi ya kumtegemea Mungu akiwa analia kwenye bonde la maumivu. Hajui Mungu atajibu saa ngapi maombi yake, hajui mambo yatakuwaje, amepoteza kila kitu, lakini bonde la uvuli wa mauti akiwa analia lilimtengeneza ili aweze kuweka msimamo wa imani yake kwa Mungu aliye hai. Ndio maana mke wake alipomwambia tumkufuru Mungu kafe, akasema hapana, huku akiwa analia kwa mateso mengi, akasema tupate mabaya, mema tu kwa Mungu, tusipate na mabaya. Ayubu akamuhimidi Mungu aliye hai. Ni uamuzi uliokuwa unafanyika kwa machozi mengi akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Haleluya kwa mwana kondoo. Muangalie Hana alikuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Ananyanyaswa na Penina kwamba wewe ni tasa. Mwanamke gani wewe? Mwanamke nyonga, mwanamke utakuwa wewe ni tasa tu, wewe maneno unajua. Akafanya maamuzi akiwa kwenye kilio, kwenye mateso, akaingia nyumbani mwa Bwana na kuanza kuomba. Huwezi ukafanya maamuzi ya kufunga na kuomba kwa uzito isipokuwa uko kwenye bonde la uvuli wa mauti. Bonde la uvuli wa mauti litakutengenezea msimamo kwenye imani yako kwamba nitaomba, kwamba nitafunga, kwamba nitamtafuta Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie Yusufu alifanya maamuzi ya kuwasamehe ndugu zake kwa uchungu mkubwa na kwa maumivu. Alikuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, ndugu zake wanakuja, anaangalia, analia kwa machozi namna hii, lakini anasema nakabiliwa na jambo moja tu, kuweka msimamo wa kuwasamehe na kuwaachilia. Lakini haiwezekani, moyo unauma, lakini alifanya maamuzi akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti kuwasamehe na kuachilia ndugu zake. Haleluya kwa mwana kondoo. Muangalie Esther alipokuwa kwenye ufalme, alikuwa na ringa, hataki kufanya maamuzi ya imani yake. Akaja mjomba wake akamwambia, ni nani ajuaye kwa wakati kama huu Mungu alikuweka hapo ili utetee taifa lake, lakini usipofanya hivyo, wewe usidhani kwamba utaokoka na nyumba ya baba yako, utaangamia.
na Mungu atawapatia Wayahudi wokovu kwa njia nyingine. Esta ndio macho yakafunguka namna hii, akaona kumbe niko kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwamba nikiringa hapa nitakufa tu, hata mimi na nyumba ya baba yangu. Esta, unajua, akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, Wayahudi wote wanataka kuangamizwa, mpango umekwisha kuwekwa tayari. Unajua, Esta akafanya maamuzi ya imani yake, akamwambia, akasema, if I die, let me die, lakini nitahakikisha nimefanya kitu kwa ukombozi wa taifa langu. Akafanya maamuzi magumu, akaweka msimamo kwenye imani yake ya kuokoa taifa lake. Yuko wapi mtu wa Potas anayeweza kusema nimepatikana na mabaya haya, lakini huu ndio wakati wa kufanya maamuzi mbele za Mungu aliye hai, kwa habari ya imani yangu kwenye ujana wangu, kwa habari ya imani yangu kwenye kanisa langu la Potas, kwa habari ya imani yangu kwenye taifa langu. Yuko wapi mtu anayeweza kusema nimepatikana na mateso haya, huu ni wakati wangu wa kufanya maamuzi kwa habari ya imani yangu. It is a defining moment. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro alifanya maamuzi ya kurudi kwa Bwana akiwa kwenye kilio kikubwa, Nataka nikwambie hivi, wote waliofanya misimamo katika imani hawakufanya wakiwa wanacheka, walifanya wakiwa wanalia. Mwangalie Shadraka, Meshaki na Abednego, walisema hatuwezi kuabudu sanamu. Ni wakati umefika wa kuweka msimamo juu ya imani yetu. Ikibidi kufa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, tuko tayari. Wakaweka msimamo, na dunia nzima mpaka leo inajua. Daniel alipoambiwa hakuna kuomba, akasema what? Anatishiwa, yuko kwenye bonde la uvuli wa mauti. Bonde la uvuli wa mauti likampa nguvu ya kutengeneza msimamo. Akasema nitaomba asubuhi, nitaomba mchana, nitaomba jioni, na akafanya hivyo. Imani inahitaji msimamo. Glory be to God. Kama una imani na huna msimamo, bado Mungu anataka imani yenye msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie Yakobo, na kuwekea msingi. Mwangalie Yakobo ile sura ya 28 kitabu cha Mwanzo, sasa mstari wa 20 kuendelea. Alikuwa amemkimbia ndugu yake Esau, yuko kwenye bonde la uvuli wa mauti, hajui kesho yake itakuwaje, hajui mambo yatakuwa vipi. Alipokuwa kwenye hiyo hali ya sintofahamu, akatengeneza imani, akatengeneza msimamo katika imani. Akamwambia Bwana, ukinilinda nikirudi nyumbani kwetu salama, ukanilisha, ukanivisha, ukanipigania, anasema wewe utakuwa Mungu wangu, sitakwenda kwingine, lakini kila utakachonibariki mimi nitakutolea fungu la 10. Nilipiga pause hapo, nikawa na tafakari maana yake nini. Unajua, Yakobo alikuwa amefundishwa kwa habari ya fungu la 10, lakini alikuwa hafanyi. Ilikuwa ni imani tu, alikuwa hatoi. Kwanza wachungaji wanataka tu pesa zetu, hatoi. Lakini Mungu alitaka msimamo wake kwenye mambo ya utoaji. Alitaka msimamo wake, akaruhusu bonde la uvuli wa mauti. Anaona kila anachopata hana amani, ni mashaka tu, kesho ajui itakuwaje, hana utulivu. Akajua Mungu ananitaka commitment yangu kwenye mambo ya utoaji, anataka commitment yangu kwenye mambo ya kazi yake. Akasema Bwana, ukinibariki kwenye kila utakachonibariki mimi, nitakutolea fungu la 10. Asingeweka msimamo huo kama asingekuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Inawezekana umefundishwa na mchungaji wako na unaona ni kawaida tu, lakini ninakwambia Bwana akikupeleka kwenye bonde la uvuli wa mauti, utaona fedha yako haina thamani wala maana, utaona maisha yako hayana maana yoyote. Utamwambia Bwana, ukiniponya katika ugonjwa nitafanya kazi yako, ukiniponya katika ugonjwa nitakutolea hiki na kile, ukifanya hivi nitakutolea fungu la 10. Mungu anataka mtu mwenye msimamo. Glory be to God. Manake hivi huwezi kulitilia neno la Mungu seriousness, huwezi kuwa makini kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anaruhusu. Ukiingia kule, wewe mwenyewe utajitafuta. Alafu utaona kumbe unachomzuilia Mungu, unajisababishia matatizo tu wewe mwenyewe.
Ndio Yakobo anamwambia Bwana, mimi sitarudia tena huu upumbavu wa kutokuwa na msimamo. Nimekaa tu kanisani na hubiriwa, lakini sina msimamo. Ndio kuanzia sasa ukinibariki tu, mimi nahakikisha kwamba sehemu ya 10 ni ya Bwana. Hiyo siwezi kula, ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njoo kwenye swala la ibada, Muangalie Hezekia. Mimi nakujengea msingi tu, sijafika kwenye somo langu. Hezekia kwenye Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 20 ndio ukienda. Hezekia alikuwa anaumwa. Mungu akamwambia Isaya, nenda akamwambia atengeneze mambo ya nyumba yake. Huyu anakufa. Nenda akamwambia mfalme atakufa. Isaya akaenda akamwambia. Hezekia akalia. Mungu akamponya. Akaweka commitment. Ule mstari wa 20 anamwambia Bwana, tutakuimbia nyimbo za sifa nyumbani mwako milele. Hakuweka hiyo commitment wakati huo mwenyewe. Alikuwa anaona ibada ni kitu tu cha mazoea tu, lakini alipoambiwa anakufa ndipo akajua maisha yake hayana thamani yoyote. Kama mfalme ataacha magari, kama mfalme ataacha cheo, ataacha kitu kingine, akajua kwamba ibada ndiyo kila kitu. Akasema, Bwana, tutakuimbia sifa nyumbani mwako, tutakuabudu milele. Maana yake ibada ikaja kitu cha kwanza kwenye maisha yake. Leo hii tukikwambia masuala ya ibada, inaweza harusi ndio ikatangulia ibada ya Mungu. Wageni wako ukawaona wa maana kuliko ibada. Kazi zako ukaziona za maana kuliko ibada. Lakini Mungu atakupeleka mahali kama Hezekia, anakwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, wewe unakufa. Ndipo hapo utaanza, Baba, nipe tu nafasi nyingine, nitaheshimu ibada saa ngapi? Mungu lakini anataka commitment yako kwa habari ya ibada. Commitment yako iko atakupeleka kwenye bonde la uvuli wa mauti, ili uone ibada ina thamani kuliko maisha yako. Thamani ya maisha yako imebebwa na ibada. Hivi utasema tu ibada nitaenda ya kesho kutwa, nitaenda sijui gani, kwa sababu huna adabu, huna heshima. Mungu anakuweka kitandani pale, alafu unasema nakurudisha nyumbani. Tuone huyo mke wako anayekufanya huji ibadani mtakuwaje. Na kurudisha nyumbani. Tuone huyo mume wako anayekufanya usije ibadani. Kwa sababu mume anakuwa kama sanamu lako, mke anakuwa kama sanamu lako, kazi inakuwa kama sanamu lako. Sasa Hezekia aliweka commitment, akamwambia Bwana, nimetambua. Somo la mstari wa 20 sura ya 38. Lakini waangalie kina Petro walipoambiwa kwenye Matendo ya Mitume kwamba msiseme tena kwa jina hili. Petro akasema haiwezekani. Walitengeneza msimamo, wakasema kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Inapokuja kwenye maagizo, kama maagizo ya wanadamu yanakiuka sheria ya Mungu, utii tunapeleka kwanza kwa Mungu kuliko kwenye kitu kingine chochote. Wakiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, walitengeneza msimamo kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Imetupasa kwanza kwenda ibadani, mambo mengine yatafuata. Wageni nitakutana nao baadaye, sijui ndugu zangu nitakutana nao baadaye, mipango mingine baadaye. Msimamo wangu kwenye imani kwa habari ya ibada. Ukiona huna msimamo kwa habari ya ibada, subiri. Mungu atafanya nini? Atakuleta, alafu mwenyewe utaona umuhimu wa ibada. Glory be to God. Watu wanapenda sana kuambiwa kwamba mwezi huu Mungu atakupa kicheko. Unajua kicheko na kilio vyote vinatoka kwa Bwana. Lakini Mungu anapenda sana kilio kuliko kicheko. Wote waliopita kwenye nyakati za kicheko hawakufanya maamuzi mazuri ya kumcha Mungu. Muangalie Nuhu. Alipotoka kwenye safina, akapata muda wa kicheko, akaenda akalewa kwenye mizabibu kule, akakaa uchi mbele ya watoto wake. Ikawa shida. Shida nini? Kicheko. Wana wa Israeli walipokuwa kwenye kicheko, wakala wakashiba, wakaanza kuzini na kuabudu miungu mingine. Kicheko. Mwana mpotevu alipopewa urithi, yuko kwenye kicheko,
akaanza kula na makahaba na maasherati na ulevi, nini? Kicheko. Suleiman alipokuwa kwenye kicheko aliongeza wanawake wengine. Kwa hiyo mimi ungeniuliza, najua kwa sababu hamtaki, lakini ningeniuliza, ningemwambia Bwana watu hao wape vilio kuliko kicheko. Ningesema hivyo, nipe kilio kuliko kicheko, kwa sababu kwenye kilio ndipo msimamo kwa habari ya ndoa yangu unatengenezwa. Nalia mwanamke huyu, lakini ndio unatengeneza msimamo kwamba sitafanya hiki tena. Nalia, lakini ndio unatengeneza msimamo. Lakini kwenye kucheka ndipo ndoa zinakuharibika, kwa sababu watu wanacheka, hawana commitment. Ndio maana Mungu huwa analeta kilio ili ufanye commitment. Kwa hiyo sifurahii sana, japo napenda kucheka, lakini sifurahii sana mtu akiniambia Bwana akupe kicheko, najua nitacheka, alafu sina maamuzi ya maana kwa Mungu aliye hai. Glory to God. Nataka maamuzi yatakayoleta msimamo kwenye ndoa yangu, maamuzi yatakayoleta msimamo wa kimungu kwenye maisha yangu ya ujana, na hayo hayatokei wakati unacheka, yatatokea wakati unalia. Ndio maana tunasema bonde la uvuli wa mauti linavyokutengenezea msimamo. Huwezi kuwa kijana Mungu anayemtaka Mungu kwa sababu Mungu amekupa kicheko. Utakuwa kijana ambaye Mungu anamtaka pale Mungu atakapokupitisha kwenye bonde la uvuli wa mauti. Utalia, alafu utasema Bwana, nimeamua vijana wote wakuache, lakini mimi nitasimama peke yangu kwa sababu nimekuona. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa bonde la uvuli wa mauti, bonde la uvuli wa mauti si mahali pa starehe, bali ni mahali pa maamuzi. Hili ndilo eneo ambalo kila kitu muhimu kinachogusa maisha ya mtu hukutana na hofu, mashaka, upweke, majeraha, kuchelewa kwa majibu ya Mungu, na wakati mwingine ukimya wa mbingu. Hapa ndipo mtu hugundua kuwa imani ya kweli haijengwi kwenye mazingira mazuri, bali kwenye mazingira yanayopingana na ahadi ya Mungu. Imani ya kweli inajengwa kwenye mazingira yanayopingana na ahadi za Mungu. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Hapo ndipo siri ya msimamo wa kiimani ilipo. Watu wengi wanaweza kumwamini Mungu wakati milango imefunguka, wakati afya ipo vizuri, fedha zipo, na kila kitu kinaenda sawa. Hapo ndipo unamwamini Mungu. Lakini bonde la uvuli wa mauti lina kazi moja kubwa: kuondoa imani ya mazoea na kubakiza imani ya kweli. Chukua hiyo vizuri. Kazi ya bonde la uvuli wa mauti ni kuondoa kwako imani ya mazoea. Leo unakuja ibadani, kesho uji. Imani ya mazoea. Kazi ya bonde la uvuli wa mauti ni kuondoa hiyo imani ya mazoea. Kwenye bonde la uvuli wa mauti, Mungu huruhusu mazingira ya kushinikize mpaka ujue unachotakiwa kufanya hasa. Ndipo utakapogundua kuwa unaweza kupoteza watu lakini usimpoteze Mungu. Unaweza kupoteza nguvu lakini usipoteze tumaini. Unaweza kulia usiku lakini ndani yako kuna sauti inayosema bado namwamini Mungu aliye hai, hata kama mambo bado namwamini Mungu aliye hai. Ndugu zangu, Zaburi ya 23 inahitimishwa kwa maneno yenye commitment na sio excitement. Sijui niseme maneno yenye kujitoa na sio maneno yenye kufurahisha. Inafungwa kwa commitment, kwa maneno yenye kujitoa, na sio yale yenye kufurahisha tu. Mwisho wa Zaburi sio kilio, sio unyonge, bali ni tamko la kijasiri. Anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Napenda huo msimamo. Kwa nini leo hii tuna watu wengi wanaokuja nyumbani mwa Bwana lakini hawadumu nyumbani mwa Bwana, hawakai nyumbani mwa Bwana, hawana
msimamo wa kukaa nyumbani mwa Bwana, hawana msimamo, wanayumba tu. Mungu analifunua wazo hili la msimamo wa kiimani wa kukaa nyumbani mwa Bwana katika Zaburi 3 tofauti. Zaburi ya kwanza ni 122. Anafunua wazo hili Daudi. Anasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Hapa tunaona mwanzo wa imani. Mtu amealikwa nyumbani mwa Bwana, moyo umevutiwa na uwepo wa Mungu, amekuwa na shauku ya kwenda ibadani na kushiriki ibada na watu wa Mungu. Watu wengi wanafurahi kuja ibadani, lakini hawadumu katika nyumba ya Bwana. Zaburi ya pili ni Zaburi ya 27 mstari wa 4. Inafunua wazo hilo. Anasema neno moja, Zaburi ya 27 mstari wa 4. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta siku zote za maisha yangu, nikae what a commitment. Nikae nyumbani mwa Bwana, ni utazame uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Daudi we, hapa tunaona kuwa kipaumbele ni njaa ya kukaa nyumbani mwa Bwana na kutafakari. Iko ndio kipaumbele. Daudi anaondoa mambo yote, anabakiza kipaumbele kimoja tu cha kukaa nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana, kutazama sio uzuri wa mchungaji wako, sio uzuri wa msichana fulani, anasema uzuri wa Bwana, uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Alafu Zaburi ya 23 mstari wa 6 anasema, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. What a commitment! Safari ya Mkristo imeanza na mwaliko, Zaburi ya 122, ikaja ukatamani kukaa, Zaburi ya 27, alafu Zaburi ya 23 nasema ukaamua ukafanya maamuzi ya kudumu, sio kukaa kwa muda mfupi, kudumu. Watu wa Zaburi ya 122 kimsingi wanafurahia tu uwepo wa Mungu, lakini wanategemea mazingira. Imani yao ni ya msimu, ni ya msimu. Akikwazwa kidogo tu, akionywa kidogo tu, anachukia, anadharau hadi uwepo wa Mungu aliokuwa anaufurahia, anadharau, anaondoka, anakwenda huko. Kwa nini? Hana maamuzi, hana misimamo ya kiimani, bila kukumbuka kwamba nyumbani mwa Bwana ndipo kunampa faraja. Nyumbani mwa Bwana ndipo kunamtengeneza na kumjenga kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Anasahau hayo, alifurahia kidogo, lakini hana commitment, anaweza kukimbia wakati wote, hajali kutumika nyumbani mwa Bwana, hana commitment. Lakini watu wa Zaburi ya 27, hawa watu hawasumbuliwi na mambo na vituko na shughuli na maudhi ya watu, hawasumbuliwi. Wao wamefanya uamuzi. Kitu namba moja kwao ni kuwepo, kukaa nyumbani mwa Bwana kwa muda unaotakiwa. Mambo mengine yatafuata baadaye. Lakini watu wa Zaburi ya 23 mstari wa 6, hawa wamepita katika bonde la uvuli wa mauti. Wakajua kuwa Mungu hutumia bonde kujenga watu ili wasitingishwe na mazingira. Bonde linawasaidia kushikamana na Mungu na kuwa na mizizi ya kiroho ambayo haiwezi kuamua kwa urahisi. Watu wakiwasema vibaya, wao wapo kanisani. Watu wakiwasema vizuri, wapo kanisani. Watu wakiwachukia, wapo kanisani, kwa sababu wamejifunza bonde la uvuli wa mauti linawatengenezea msimamo wao na Mungu katika imani. Hatingishi na jambo lolote. Hawa watu wamemjua Mungu kwa uzoefu na wameamua kudumu naye pamoja na maumivu katika bonde, pamoja na changamoto. Focus yao ni uwepo wa Mungu. Hakuna cha kuwaondoa. Wao wameweka msimamo, nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hakuna cha kuniondoa. Furaha ya kwenda nyumbani mwa Bwana ni mwanzo mzuri, lakini ukifika kipaumbele chako sio wanaume, sio wanawake. Kipaumbele chako ni uzuri wa Mungu aliye hai.
Tazama uzuri wa Mungu aliye hai. Kwa nini usiutafute huo? Unakwazwa na vitu vidogo vidogo. Nguvu ya maisha yako ya kiroho iko katika uamuzi wa kukaa milele katika nyumba ya Bwana. Wewe umekuja kumtembelea Mungu au umekuja kukaa milele nyumbani mwa Bwana? Sasa tutafakari kwa pamoja na tujifunze kwa pamoja kwenye misimamo hii na maamuzi ya Daudi. Pointi namba 1 tunapoendelea kutafakari. Daudi anasema hakika wema na fadhili zitanifuata. Wema na fadhili sio jambo la kubahatisha kwa Mungu. Wema na fadhili ni jambo lenye uhakikisho. Anasema hakika, manake usitilie shaka. Wema na fadhili za Bwana zitatufuata. Wema na fadhili si vitu vya kubahatisha kama tunasema, ni vitu vyenye uhakika. Wema wa Mungu ni tabia yake ya kutenda yaliyo mema kwa watu wake. Ni moyo wa Mungu wa kubariki, ni moyo wa Mungu wa kusaidia, ni moyo wa Mungu wa kuponya na kuongoza. Ndio maana anasema nimefanya maamuzi haya kukaa nyumbani mwa Bwana, kwa sababu nataka wema wake, nataka niuone uzuri wake, nitafakari hekaluni mwake. Daudi anasema mafanikio yatanifuata, anasema wema. Kwa nini wema? Kwa sababu kuna vitu unaweza ukawa navyo lakini usiwe na amani. Unaweza kuwa na cheo lakini usiwe na amani. Lakini ukiwa na wema wa Mungu, hata katikati ya bonde la uvuli wa mauti, bado unakuwa salama. Wema wa Mungu unaonekana katika kulindwa bila kujua. Mungu anatulinda bila kujua. Anatulinda. Mungu anatufungulia milango tusiyostahili. Huo ndio wema, ndugu zangu. Anatufungulia milango ambayo hatukustahili. Tunasamehewa baada ya kuanguka. Ni wema wa Mungu tu, ni wema. Tunapewa nguvu wakati tumechoka, ni wema wa Mungu. Tunapewa tumaini wakati kila kitu kinaonekana kimeharibika. Ndio maana Daudi anasema hakika wema na fadhili zitanifuata. Kwa hiyo usiogope unapokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, usiogope, kwa sababu wema na fadhili zake zipo. Daudi aliona wema huu alipokuwa mchungaji mdogo asiyeonekana. Aliona Mungu akimpigania dhidi ya simba na dubu. Aliuona wema wa Bwana. Daudi aliuona wema wa Bwana dhidi ya Goliath. Majeshi yote yalishindwa, lakini wema wa Mungu ulimtia nguvu akashinda ile vita. Daudi aliuona wema wa Mungu alipokuwa anafukuzwa na kuwindwa na Sauli auawe. Daudi aliuona wema wa Mungu alipotenda dhambi, akaenda na mke wa mtu, akaua mume wa mtu, lakini bado aliuona wema wa Mungu aliye hai. Sio kwamba Mungu alikuwa anataka dhambi zake, hapana, lakini bado huruma za Mungu zilimleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema fadhili za Bwana ni nini? Neno fadhili lina maana pana sana, na maana ya rehema, upendo wa kiagano, neema isiyo katika, isiyo na mwisho. Upendo wa Mungu, ndugu zangu, upendo wa Mungu usioachilia watu wake. Ndio maana Daudi anasema fadhili na wema zitamfuata. Wema na fadhili zitanifuata, maana yake zitakaa nyuma yangu, sio sisi tutazifuata. Tunaweza tukafuata fedha, tukafuata vyeo, tukafuata watu, lakini inapokuja wema na fadhili za Mungu, zenyewe ndio ziko nyuma, zinatufuata namna hii. Unapoanguka, fadhili zake ziko nyuma zinakufuata. Unapokosea, fadhili na wema wake ziko nyuma zinakufuata. Unapolia, fadhili na wema wake uko nyuma zinakufuata. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wema na fadhili zake ziko nyuma. Unamwachaje Mungu namna hii? Sio wewe ndio unazifuata, hapana.
zenyewe ndio zinakufuata. Kwa hiyo hata ukiwa kwenye magumu, tambua kwamba wema na fadhili za Mungu ziko hapo nyuma, ziko hapo nyuma. Hata kama ujana mchana, tambua wema na fadhili za Mungu ziko hapa nyuma. Kuna mambo Mungu anayafanya bila uelewa wako. Kuna ulinzi Mungu anakupa bila wewe kuelewa. Angekufunulia vita ulionayo, usingekaa dakika moja. Lakini wema wake na fadhili zake unakulinda dhidi ya maneno ya watu wabaya, inakulinda dhidi ya nguvu za giza, mapepo na majini. Wema na fadhili za Bwana. Ningekuwa mimi ndio wewe, ningeanza kumwambia Bwana, ninaabudu wema wako na fadhili zako, na utukuza wema wako na fadhili zako, ninauheshimu wema wako na fadhili zako. Hapo nilipofika Baba, ni wema wako na fadhili zako, ni wema wako na fadhili zako. Sio fedha yangu, sio cheo changu, sio kujulikana kwangu, sio nguvu zangu. Hakika ni wema wako na fadhili zako. Ninakuachaje Mungu wa namna hiyo wakati watu wananikataa? Wema wako na fadhili zako zinanifuata. Wakati watu wananisema vibaya, wema wako na fadhili zako zinanifuata. Wakati mambo ni magumu, wema wako na fadhili zako zinanifuata. Wewe ni Mungu wa namna gani? Wewe ni Mungu wa namna gani? Nitakupenda milele, nitakupenda milele, nitakupenda milele. Fadhili za Mungu si tu zawadi, ni uwepo wake usiokoma, usiochakaa. Kwa nini Daudi aseme zitanifuata? Kama nilivyosema, kwa kawaida watu sisi ndio hufuata vitu. Lakini inapokuja kwenye wema na fadhili za Bwana, zenyewe zinatufuata. Wema ni Mungu kukutendea mema. Fadhili ni Mungu kuendelea kukupenda hata pale ambapo hukustahili. Chukua hiyo. Wema wa Mungu ni Mungu kukutendea mema, lakini fadhili ni Mungu kuendelea kukupenda hata pale ambapo hukustahili. Mimi nakwambia, mimi sijui, lakini kama umemkosea mtu, alafu mtu akakwambia nimekusamehe, ukiwa na akili za moyoni utakuwa na adabu sana. Utasema nimemkosea kosa kubwa hili, bado amenisamehe. Utamheshimu huyo mtu sana, utampenda huyo mtu sana. Na ndicho alichotufanyia Mungu. Yaani tukikaa tukijitafakari alivyotutendea, tunaona hapana. Ndio maana tunasema sio sisi tuliokupenda kwanza. Mungu, wewe ulitupenda. Vile tulivyokuwa hatufai, wewe ulitupenda. Nani anayeweza kunipenda katika kutokufaa kwangu? Nani? Kuna watu wamewacha waume zao kwa sababu hawafai. Mtu mwingine juzi anasema mimi mwanaume simtaki tena. Kwa nini? Hafai, simtaki. Tunambembeleza, sema hapana, nimesema hafai, simtaki. Lakini sio Mungu. Mungu anakuchukua hivyo usivyofaa. Alafu ukitafakari kwamba amekuchukua hivyo, wewe mwenyewe unabadilika, unasema siwezi tena kuendelea kumfanyia ubaya mtu ambaye alinipokea na ubaya wangu. Ndio maana msamaha una nguvu sana kwa watu mlio kwenye ndoa. Ukimsamehe mume wako atakuwa na adabu. Ukimsamehe mkeo kama anajitambua atakuwa na adabu sana. Kwa hiyo kuna nguvu katika msamaha. Baada ya kuona Mungu alivyompa Daudi, baada ya kuona Mungu alivyompa malisho kwenye Zaburi ya 23, Mungu alivyomuongoza katika maji ya utulivu, Mungu alivyoihuisha nafsi yake na kumuongoza katika njia za haki, alivyoshuhudia uwepo wa Mungu na faraja yake katika bonde la uvuli wa mauti, Daudi anatengeneza msimamo. Anasema, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Wewe unatengeneza msimamo gani leo? Kama huna msimamo unaoutengeneza, bado hujajua wema wa Mungu, bado. Na kwa sababu hiyo, chukua maneno haya. Mungu atakupeleka tu bonde la uvuli wa mauti. Shika maneno yangu.
bonde la uvuli wa mauti hakuna mtu anayeweza kukwepa kwenye maisha haya, uwe mchungaji uwe nani, hayupo. Maisha yetu yote lazima tupitie kwenye mabonde ya uvuli wa mauti, na moja kati ya kazi ya bonde la uvuli wa mauti ni kukutengenezea msimamo wa imani yako kwa Mungu aliye hai. Glory be to God. Mungu hataki imani yako ya kawaida kwa pana. Ndio maana hata kutumbukiza kwenye bonde la uvuli wa mauti, wakati unalia ndio wakati unatengeneza msimamo kwamba Bwana nitakutumikia, kwamba Bwana nitakutolea. Nimegundua kwamba hii fedha nitakufa nitaiacha tu, nitakutolea. Unatengeneza msimamo. Bwana, nimejua kwamba uchafu wangu wote ni hovyo tu, natengeneza msimamo, kuanzia sasa nitaishi maisha matakatifu. Baada ya Mungu kukupitisha kwenye bonde la uvuli wa mauti, unalia ukilia. Hivi tukikwambia acha uzinifu utaweza. Hivi tukikwambia acha ulevi utaweza. Lakini Mungu atakutwist, alafu atakupeleka kwenye bonde la uvuli wa mauti namna hii. Unakuwa pindi pale. Utalia, anakuambia mwanangu, nataka msimamo wako wa imani. Utalia, anakuambia nataka msimamo wako wa imani. Utamwambia Bwana basi, nimeamua kuanzia leo. Mungu anasema yes, hicho ndio tulikuwa tunakitaka. Nimeamua kuanzia leo. Nageuka, anakuambia hicho ndio tulikuwa tunakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Pointi namba 2 tunapotafakari anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Tunaangalia hilo neno. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Huu ni uamuzi wa makusudi. Nitakaa maana yake anasema nimechagua kudumu. Sio leo nakuja, kesho sionekane, sina sababu za msingi. Hapana, anasema mimi nimechagua, nitakaa nyumbani mwa Bwana. Kukaa ni uamuzi unaofanywa baada ya kupata uzoefu na Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Alipopata uzoefu na Mungu kwenye bonde la uvuli wa mauti, akasema sasa siwezi kufanya mchezo tena, kwamba eti ibada mpaka wanisukume. Hapana, anasema mimi sasa nitakaa nyumbani mwa Bwana. Kukaa uweponi mwa Bwana, kukaa katika neno lake, kukaa katika ibada ni uamuzi unaotengenezwa mtu akiwa sibadili mwelekeo kwa Yesu, sibanduki nyumbani kwake, sibanduki. Ukiona una sita wewe kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Ukiona una sita basi ujue hujakutana na Yesu kwenye bonde la uvuli wa mauti. Ndio maana huna maamuzi. Mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Huna maamuzi. Anasema nitakaa sio baa. Nitakaa sio kwenye vilinge vya umbea. Anasema nitakaa nyumbani mwa Bwana. Wengine wameweka msimamo wa kukaa baa. Kitoka kazini ni baa, akitoka wapi ni baa. Wengine wameweka msimamo wa kukaa kwenye nyumba ndogo, akitoka huko ile kwenye nyumba ndogo. Ni msimamo leo. Wengine wameweka msimamo wa kukaa kwenye uchawi. Wengine wameweka msimamo wa kukaa kwenye ulevi. Wewe leo unaweka msimamo gani? Chagua kama Daudi. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nimefanya commitment baada ya kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Nikauona wema wa Bwana, nikauona uzuri wa Bwana. Ningekufa kwa ulevi, ningekufa kwa zinaa, ningekufa kwa ukimwi, lakini Bwana ameniponya mpaka sasa. Kwa nini niendelee kuhatarisha maisha yangu? Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nimefanya uamuzi, nimefanya commitment. Sisi ndugu zangu, msimamo wetu ni kukaa nyumbani kwa Bwana, kwa sababu nyumbani pa Bwana ndipo mahali penye usalama. Nyumbani pa Bwana ndipo mahali penye uwepo wake. Nyumbani pa Bwana ndipo mahali pa kutengenezwa, pa kufinyangwa, ni mahali pa kuelekezwa, mahali panapoleta faraja. Nyumbani pa Bwana ni mahali panapobadilisha tabia. Nyumbani pa Bwana ni mahali panapofanya tutiwe nguvu. Nyumbani pa Bwana ni mahali panapotupa mwelekeo wa maisha. Nyumbani pa Bwana ni mahali ambapo maisha yanapata mwelekeo. Kuna mtu ananiambia, mchungaji,
nisingelikuwa kanisani, mwelekeo wa maisha yangu ulikuwa unapotea. Na kushukuru mchungaji, nikamwambia usinishukuru mimi, nishukuru neno la Bwana, kwa sababu hata mimi neno la Bwana ndio lililonipa mwelekeo wa maisha. Nisingeliheshimu neno la Bwana, mwelekeo wa maisha yangu ungepotea. Sisi wote tumshukuru Mungu aliye hai, anayetulea na kutuongoza kwa neno lake. Haleluya kwa Bwana kondoo. Hatukatai zinaa kwa nguvu zetu, hatukatai ulevi kwa nguvu zetu, lakini tuliamua kukaa nyumbani mwa Bwana na kutafakari hekaluni mwake na kumwambia Bwana, niepushe na dhambi hii, na kumwambia Bwana, niokoe na dhambi hii. Mungu alitupa kutaka kukataa mabaya, na yeye anatuwezesha kwa mamlaka yake. Haleluya kwa Mwana kondoo. Alafu anamalizia kwa kusema milele nitakaa nyumbani mwa Bwana, sio siku moja, sio siku mbili, leo umeingia kesho umetoka. Anasema hapana, mimi nikifanya commitment yangu ni ya milele, maisha yangu ya sasa na ya baadaye. Nikakumbuka sana mke wa Ayubu alipomwambia mume wake, mkufuru Mungu alafu ukafe. Nikawa natafakari, Ayubu ni kama alikuwa anatafakari kwamba okay, unaniambia ni mkufuru Mungu alafu nikafe. Nikifa sio kwamba mambo yameisha, nikifa naenda kukutana naye tena huko. Sasa itakuwaje nikimtukana sasa alafu naenda kukutana naye? Ayubu akamwambia, wewe unanena kama mmoja kati ya wanawake wapumbavu. Hujui kwamba tukitoka kwenye maisha haya bado tunaenda kukutana naye? Unamtukanaje mtu ambaye unakwenda kukutana naye? Waswahili wanasema usitukane mamba kabla hujavuka mto, si ndio? Kwa hiyo Ayubu akakataa, akasema mimi Bwana, mimi nitamcha Mungu milele, sasa na maisha yangu ya baadaye. Ndicho anachotuambia Daudi, mimi siwezi kukaa nyumbani mwa Bwana siku moja mbili, nimetafuta huko hapana. Anasema mimi nimefanya maamuzi, nyumbani mwa Bwana nitakaa milele. Vijana wote watoke nyumbani mwa Bwana, sawa, wamama wote watoke, lakini mimi nimepata uzoefu wa wema wa Bwana kwenye bonde la uvuli wa mauti. Bonde la uvuli wa mauti limenitengenezea msimamo ambao hayupo wa kubadilisha wala hajazaliwa. Mimi nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Glory to God. If I die, let me die. Lakini hayupo kuniondoa. Kuliko nife nje ya mapenzi ya Mungu, ni afadhali nifie ndani ya mapenzi ya Mungu aliye hai. Glory to God. Kwa hiyo huu ni uamuzi unaovuka maisha ya sasa. Ni uamuzi unaovuka changamoto za sasa na mafanikio ya sasa. Anatazama kwenye umilele. Kwa nini uamuzi huu ni wa muhimu? Ni wa muhimu kwa kuwa Daudi kwa kuwa dunia hubadilika. Dunia inabadilika sana, inabadilika. Lakini Mungu habadiliki. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kuwa kwake yeye ni nguzo ya maisha isiyotikisika. Bonde la uvuli wa mauti linaweza kubadili hali yako, lakini halipaswi kubadilisha maamuzi yako. Tuko pamoja? Bonde la uvuli wa mauti linaweza kubadilisha hali yako. Ulikuwa unacho, sasa huna. Ulikuwa sijui vipi, lakini halipaswi kubadilisha maamuzi yako kwa habari ya imani yako. Maamuzi ya kukaa ndani ya Mungu ndio ushindi wako wa mwisho. Ndio ushindi wako wa mwisho, hauna mwingine. Maamuzi ya wewe kukaa ndani ya Mungu ndio ushindi wako wa mwisho. Usipochagua huo, hakuna ushindi mwingine. Ndio maana Yesu akasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Mkikaa ndani yangu mtazaa sana, mtalindwa, mtaingia na kutoka. Napomalizia, ndio maana Daudi aliongea kinabii. Alikuwa anamtazama Yesu kwa mbali namna hiyo. Anasema, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nyumbani mwa Bwana ni wapi? Moja ni hapa Portals. Lakini alichokuwa na maanisha Daudi, hii Portals haitakuwa ya milele, hii haitakuwa milele. Nyumbani mwa Bwana milele. Umilele tunaupata ndani ya Yesu. Kwa hiyo nyumbani mwa Bwana ni ndani ya Yesu.
Ndio maana Yesu anasema kaeni ndani yangu. Daudi anasema nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Anakamilisha usemi wa Yesu, anasema kaeni ndani yangu. Nyumbani mwa Bwana ni wapi? Ni ndani ya Yesu Kristo. Usitoke ndani ya Yesu Kristo, piga ua. Glory be to God. Glory be to God. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, kwa sababu Yesu ndio hekalu la Mungu. Yesu ndio nyumba ya Mungu. Aliwaambia wale, libomoeni hekalu hili nami nitalijenga kwa siku 3. Alikuwa anaongea habari gani? Alikuwa anaongea habari zake yeye. Kwa hiyo Daudi anavyosema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, anazungumzia habari za Yesu Kristo. Ndio maana Yesu aliwaambia mimi ni mkubwa kuliko baba yenu Daudi. Wakishangaa, wewe umezaliwa juzi tu. Anaambia Daudi baba yenu alitamani kuiona siku yangu na aliniita mimi Bwana. Tazama panasema nami Daudi wewe. Yesu ni mwana wa Daudi. Imekuwaje sasa Daudi amuite Yesu Bwana? Anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Yaani baba. Yaani hii inanikumbusha wenzetu wa Chaga, wale sijini wa Rombo wa mtoto akija huku mjini akapata hela magari akirudi kule, mamake anamwambia shikamoo mwanangu, shikamoo mwanangu. Mwanangu gani? Hela inaongea. Shikamoo mwanangu. Sasa ndio mchezo huu. Daudi, Yesu ni mwana wa Daudi. Yesu ni mwana wa Daudi. Lakini inakuwaje sasa Daudi amuite Yesu Bwana? Ndio unaona kwamba Yesu hajaanzia tu pale alipozaliwa. Yesu ni neno, ni Mungu, alikuwepo kabla Daudi hajazaliwa. Kwa hiyo Daudi akiongea katika roho anasema Bwana akamwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume mpaka nitakapoweka adui zako chini ya miguu yao. Hapa Daudi anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Bwana yupi? Mtoto wake ambaye ni Yesu Kristo. Mtoto wake kwa jinsi ya mwili ni Bwana wake kwa jinsi ya roho. Glory be to God. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Wanangu, naomba hii iwe commitment ya kila mmoja wetu. Uchumi umeshuka, uchumi umepanda. Watu wamekukataa, si umefanya. Hii commitment isikutoke kwamba nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Manake sitatoka nyumbani, sitatoka ndani ya Yesu Kristo. Na sitaliacha kanisa la Mungu aliye hai. Mungu ameniweka Portals kwa makusudi na ameniweka ndani ya Yesu Kristo kwa makusudi. Na kama huko hapa na hauko ndani ya Yesu Kristo, nakupa shauri, ingia nyumbani mwa Bwana na ukae huko milele. Kama unalitazama mahali pengine popote, uko kwenye jengo la kanisa lenu lakini hujaingia ndani ya Kristo, nakupa shauri, ingia ndani ya Kristo. Hiyo ndiyo nyumba ya Bwana ambayo haiharibiki. Ili jambo litaharibika tu, haliwezi kuchukua hata miaka 100 si miaka 50, haiwezi, litaharibika. Lakini jengo linaloitwa Yesu Kristo, hekalu linaloitwa Yesu Kristo ni hekalu la milele. Glory be to God. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Huwezi kufika pointi hiyo mpaka kwanza Mungu amekuingiza kwenye bonde la uvuli wa mauti. Ukaona maisha haya hayana faida. Ukaona fedha tunaitafuta sawa inatusaidia lakini haiwezi kuchukua nafasi ya Mungu. Ukaona marafiki ndio unawapenda lakini inapokuja kwenye kumcha Mungu unawaweka pembeni, hawana nafasi ya kukuamulia. Unafika mahali unamwambia Bwana, kila kitu kwangu hakina maana, japo ndio vinanisaidia lakini cha kwanza ni mimi kuweka commitment kwamba nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Waimbaji wanasemaje wimbo? Nitakuwa wako, sitatoka wako, nitakaa nyumbani mwako. Unaijua nyumba ya Bwana wewe? Nyumba ya Bwana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Uko tayari kufanya maamuzi? Maamuzi ambayo yataweka msimamo kwenye imani yako. Imani inahitaji maamuzi yasiyoyumba, maamuzi yasiyoteteleka. Ndio maana narudia tena ninaposummarize. Mungu akiruhusu bonde la uvuli wa mauti, anatafuta commitment yako. Anatafuta maamuzi yako ya kiimani juu ya maisha yako. Ndio maana alitafuta maamuzi ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Maamuzi yao ya kiimani wakati wanapelekwa kwenye tanuru la moto.
anataka kuona commitment yao ikoje. Wakasema sisi hatutaabudu sanamu. Tunaamini Mungu atatuokoa, lakini hata asipotuokoa, hii ndio commitment yetu kwa Mungu aliye hai. Kama kufa ni afadhali tufe tukiwa kwenye mapenzi ya Bwana, lakini sio tufe tukiwa nje ya mapenzi ya Bwana. Glory be to God. Na hii ndio commitment yangu. Kama kufa nitafia kwenye kazi ya Mungu, lakini sio nje ya mapenzi ya Mungu aliye hai. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Kama kufa, if I die, let me die while doing the will of God. The will of God. The will of God. Ndio maana nilikutangulizia kule mifano ya wenzetu walioweka misimamo yao kiimani, na wakampendeza Mungu aliye hai. Glory be to God. Wako wapi wana potters wanaosema mimi niko tayari katika mazingira yoyote, niko tayari kuweka msimamo wangu mbele za Bwana. Simama kwa miguu yako. Waimbaji, mngekuwa mshakuja hapa mbele kutafutia wimbo mzuri wa kutupeleka mbele za Bwana. Nahitaji mtu anayeangalia maisha yake na kulichuja hili neno, kuiangalia uone picha ya maisha yako kupitia hili neno. Sogea hapa kwenye madhabahu ya Bwana. Nahitaji mtu aliyesema mchungaji na kuelewa hili neno ni kama Bwana amekuwa akinihubiri mimi. Mambo ninayopitia ni kama Mungu anataka kuona commitment yangu, anataka kuona maamuzi yangu yakoje. Sogea mbele ya madhabahu ya Bwana. Yes. Ukifika hapa ni wewe na Mungu, usishangae na mtu mwingine. Ni wewe na Mungu. Mungu amekuingiza kwenye hiyo hali, anahitaji msimamo wako wa kiimani, anahitaji maamuzi yako. Unakubali kubadilika au unakubali kuendelea na kiburi chako? Unakubali kuacha uovu au unataka kuendelea na huo uovu? Unakubali kukaa nyumbani mwa Bwana au unaendelea na mambo yako? Kazi ya waimbaji, wakati mchungaji anahubiri, wao wanafikiri wanapokea ujumbe, lakini wanafikiri ni wimbo gani Bwana analeta ili kuwapeleka watu mbele za Bwana. Ndio kazi ya mwimbaji yoyote, kiasi kwamba unaambiwa panda madhabahuni, tayari una connection ya kitu cha kufanya kuwapeleka watu mbele za Bwana. Huwezi kuwa unakuja kutafutia wimbo kwenye madhabahu. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu. Fungua moyo wako kwa Bwana. Kama yala, Yes. atamanivyo maji ya mto. Hakuna mtu atakaye kukugusa hapa, ni wewe na Mungu. Ukimwacha Mungu hapa, shauri yako. Hakuna atakayeongea kwa niaba yako. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu. Kama yala atamanivyo maji
Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Onyesha kwamba nafsi yako ina kiu mbele za Bwana. Onyesha mbele za Bwana nafsi yako kwamba inamhitaji Mungu aliye hai. Hayupo anayeweza kubadilisha tabia yako, hakuna anayeweza kuponya uchumi wako, hakuna anayeweza kubadilisha maisha yako ya kiroho. Hebu muonyeshe Mungu shauku yako, muonyeshe Mungu matamanio yako. Acha kuwa mkavu, tuacha kuwa mkavu tu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mlilie Mungu aliye hai, mlilie Mungu aliye hai juu ya maisha yako. Mwambie Bwana, nimepatikana na mabaya haya, lakini leo ninaweka msimamo wangu kwako, Bwana, ya kwamba sitatoka kwako, ya kwamba sitakuacha wewe. Mwambie Bwana nipiganie, mwambie Bwana nahitaji neema yako, mwambie Bwana nahitaji utukufu wako, mwambie Bwana nitengeneze upya, mwambie Bwana nirekebishe, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nitetee, mwambie Bwana nahitaji neema yako. Hakuna kitakachokusaidia isipokuwa neema ya Mungu, hakuna kitakachokusaidia isipokuwa ni wema wa Mungu aliye hai. Mwambie Bwana nahitaji wema wako. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Hapana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana, mwambie Bwana usiniache, mwambie Bwana uko wapi, mwambie Bwana uko wapi. Sijaona wako nakuja kuusa litie jina la Bwana, litie jina la Bwana. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Katika jina la Yesu, na kwa damu ya Bwana kondoo, katika jina la Yesu historia, na kwa damu ya Bwana kondoo, kwa damu ya Bwana kondoo, na katika jina la Yesu historia, kwa damu ya Bwana kondoo. Baba, achilia neema yako, achilia neema yako Bwana, neema yako ikitengeneze, neema yako ikitengeneze, kwa damu ya Bwana
Hebu wote sasa tuipe huu wimbo kutoka moyoni kabisa. Tunapokwenda kumaliza, imba kutoka ndani ya moyo wako, ukiona uwepo wa Mungu ule, na maneno haya yawe ndio commitment yako kwa Bwana, iwe kama ndio maamuzi yako, iwe kama ndio misimamo yako mbele za Mungu aliye hai, mbele za Mungu aliye. Hebu imba kutoka moyoni kwa dakika hizi chache. Yes. Hakika wema nazo fadhili, Yes. Weka misimamo yako. Ukiwa umefunika macho yako, inawezekana uko pale unasema, mchungaji, kila nikitaka kufanya maamuzi ya kumwishia Mungu aliye hai ninashindwa. Kila nikitaka kuweka misimamo ya kumpendeza Mungu na kumtumikia Mungu kwa mali zangu, fedha zangu, muda wangu, nashindwa. Dunia inanichukua na kunipeleka mbali kwa mbali. Lakini leo neno la Bwana limeniona. Nataka nikwambie namna hii, hayupo mchungaji mwenye nguvu ya kukutengenezea hiyo misimamo, hayupo. Lakini neno la Mungu wetu ni neno lililojaa utukufu, ni neno lililojaa neema, lina uwezo na mamlaka ya kuingia ndani ya moyo wako, na kukutengenezea mazingira, alafu wewe mwenyewe ukaliamini hilo neno na kusema, Bwana, kwa neno hili ninaamua kutoka kwenye ulevi leo. Kwa neno hili lenye mamlaka ninaamua kuacha zinaa leo. Kwa neno hili lenye mamlaka ninaamua kukaa nyumbani mwako milele. Kwa neno hili lenye mamlaka ninaamua kuheshimu ibada kwa Mungu aliye hai. Kwa neno hili lenye mamlaka ninaamua kufanya maamuzi unayoyafanya leo rohoni mwako, Mungu anayaheshimu, na kupitia utukufu ulio kwenye neno lake unakwenda kupokea mabadiliko. Kupitia wingi wa neema ulio kwenye neno lake, Mungu anakwenda
neno lake, na atakutia nguvu katika misimamo yako, na atakutia nguvu ambayo hujawahi kuiona. Na watu wakikuona watashangaa, watasema huyu ndio yule aliyekuwa mlevi, huyu ndio yule aliyekuwa muhuni, huyu ndio yule aliyekuwa hapendi ibada. Watashangaa, na Mungu aliye hai atatukuzwa. Unajua, na wewe usiogope, waambie mimi ndio yule niliyokuwa mvivu wa ibada, waambie mimi ndio yule niliyokuwa nakimbizana na wasichana, waambie mimi ndio yule niliyokuwa nalewa, lakini mimi sio yule tena, kwa sababu neema ya Mungu aliye hai imenipa uwezo wa kufanya maamuzi, imenipa uwezo wa kufanya maamuzi. Unajua, wakati yule kipofu ameponywa, watu walikuja wakamwambia, ni nani huyo aliyekuponya? Nani aliyekuponya? Akamwambia ni mtu mmoja anaitwa Yesu. Wakamwambia huyo ana dhambi tu. Akasema yeye, akawaambia kama ana dhambi mimi sijui, ninachojua mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Haleluya kwa mwana kondoo. Utawaambia watu mimi sijui, ninachojua nilikuwa mzinzi, sasa nimepewa utakatifu. Nilikuwa mlevi, sasa mimi sio mlevi tena. Nilikuwa sina kiu ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Sasa ukitaka kunitafuta utaniona kanisani, lakini sio mahali kwingine kokote. Jesus. Inawezekana una hilo hitaji moyoni mwako. Mungu anafahamu, na utukufu wake uko hapa kukuhudumia, hata kama hujaguswa na mtumishi, lakini utukufu wa Mungu unaingia moyoni mwako sasa, na neema ya Mungu inaingia moyoni mwako. Mchungaji wako hajui, lakini Mungu anajua. Ndio maana ameachilia utukufu wake sasa, ameachilia neema yake sasa kukusaidia. Onyesha utayari wa kusaidiwa na Bwana. Mwambie Bwana, mimi siwezi katika hili, lakini natumainia utukufu wako, nategemea neema yako, neema yako, neema yako yanitosha, yanitosha. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya watoto wako mahali hapa. Yamkini Bwana, kila mtu analia kivyake. Yuko anayelia kwa sababu ya ulevi unamsumbua, yuko anayelia kwa sababu ya zinaa inamsumbua, yuko anayelia kwa sababu hana adabu kwenye ibada kwa Mungu aliye hai, yuko anayelia kwa sababu hana maamuzi kwenye imani aliyo nayo. Baba, tumaini letu liko kwenye utukufu wako peke yako. Utukufu wako ndio unaoweza kututengeneza, utukufu wako ndio unaoweza kutubadilisha, utukufu wako ndio unaoweza kutubadilisha. Wazazi wetu wameshindwa, lakini utukufu wako unaweza. Wachungaji wetu wameshindwa, lakini utukufu wako unaweza. Mbadilishe mtu mmoja mchana huu leo, badilisha moyo wa mtu mmoja mchana huu leo, badilisha mawazo ya mtu mmoja mchana huu leo, badilisha maisha ya mtu mmoja mchana huu leo. Ponya Bwana maradhi ya mtu mmoja mchana huu leo, ameteseka na ugonjwa kwa muda mrefu. Baba, mbele ya utukufu wako magonjwa yote yanakimbia kwa damu ya mwana kondoo. Tabia zote mbaya zinayeyuka, malango ya giza mbele ya utukufu wako yanaangamia kwa damu ya mwana kondoo. Na katika jina la Yesu Kristo aliye hai, vifungo vya mizimu vinaharibika kwa damu ya mwana kondoo. Hatakuwa mtumwa wa ulevi tena, hatakuwa mtumwa wa magonjwa tena, hatakuwa mtumwa wa zinaa tena, hatakuwa mtumwa wa dunia tena kwa damu ya mwana kondoo. Na katika jina la Yesu Kristo, pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji kwenye tumbo lako, pokea uponyaji kwenye mgongo wako, pokea uponyaji kwenye kichwa chako, pokea uponyaji kwenye macho yako. Maumivu yanaondoka sasa, maumivu yanatoweka sasa, udhaifu unatoweka sasa, maana utukufu wa Bwana umeshuka, maana utukufu wa Mungu umeshuka, maana uwezo wa Mungu umeshuka kwa damu ya mwana kondoo. Hali ya kukata tamaa inaondoka, hali ya kuonewa inaondoka kwa damu ya mwana kondoo. Utukufu wa Bwana umeshuka kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya Mungu inakutengeneza vile unavyotakiwa uwe kwa damu ya mwana kondoo. Malango ya giza yanaharibika, malango ya kuzimu yanavunjika kwa damu ya mwana kondoo. Yanakuachia sasa, uko huru kumtumikia Mungu aliye hai, uko huru kumtumikia Mungu
Mungu aliye hai, uko huru kumwabudu Mungu aliye hai kwa damu ya mwana kondoo na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakushukuru kwa kunifungua. Asante kwa utukufu wako, asante kwa neema yako. Ninaiamini neema yako, ninaipenda neema yako, ninaitegemea neema yako, ninaamini utukufu wako, na uabudu utukufu wako, na upenda utukufu wako. Kwa utukufu wako ukanibadilishe, kwa utukufu wako ukanistawishe, kwa utukufu wako ukaimarishe imani yangu, niweze kuweka misimamo itakayokupendeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utukufu wako ukanifungulie njia, utukufu wako ukanilinde, utukufu wako ukaniponye, utukufu wako ukanifanikishe, utukufu wako ukanitetee, utukufu wako ukanijaze, utukufu wako ukanilinde, utukufu wako ukanihifadhi. Jesus. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetulinda wiki nzima, na sasa tunaanza wiki hii nyingine. Bwana, tunajikabidhi chini ya utukufu wako. Bwana, tunaomba utukufu wako utuongoze, utukufu wako utulinde, utukufu wako ututengeneze, utukufu wako utupe hofu ya Mungu. Bwana, na neema yako Bwana itufanye tuwe vile unavyotaka tuwe. Kwa nguvu zetu hatuwezi, Jehova. Asante kwa neno lako hili, neno lako lisianguke chini. Bwana, tunapoanza hii wiki nyingine, tunaomba neno hili likatupe kustawi, neno hili likatupe kufanikiwa, neno hili likatupe Bwana mabwana ujasiri sawa sawa na mapenzi yako. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, neema yako na baraka zako zikapate kuwa pamoja na sisi. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani. Bwana Mungu awahifadhi kwa utukufu wake na kuwabadilisha. Bwana Mungu awamiminie neema yake na kuwafinyanga na kuwatengeneza vile apendavyo. Bwana Mungu aachilie neema na utukufu wake uzidio, utakaowalinda na kuwaongoza na kuwahifadhi na kuwastawisha na kuwashindia mnapoingia na kutoka, sasa na hata milele, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Yes. Haleluya, haleluya. Basi unaweza ukakaa kwa dakika chache.